Alethea Time. Alethea Time, saa ya kweli. Kwa vipindi vizuri vya mafundisho ya neno la Mungu, subscribe channel yetu, visikupite. Share, like na kukomenti. 1. Namba zetu ni 0743 030 020 na 0676 660 155. Mniwie radhi, kuna watu wanasema mama huwa anataja namba haraka. Najua mwanangu, wewe sio lezi, wewe sio mtu goigoi, ni mtu shapu. Kwa hiyo sina wasiwasi. Hebu twende pamoja na Alethea Time, saa ya kweli. Bishop Florence Ndaki, mwalimu wako, bishop wako, rafiki yako, nipo nakuletea maneno haya mazuri kabisa ya uzima kwenye kipindi chetu cha baraka, kipindi kinachopendwa Tanzania na nje ya Tanzania, kikikujia kutoka Living Water FM, radio yetu ya baraka, na Mungu awabariki wote katika radio yetu hii kwa jina la Yesu. Sasa roho ya Bwana ikatulia pale juu ya uso wa vilindi vya maji. Nilikwambia Roho Mtakatifu akiwa pale, Bwana alipokuja kuyatenga maji na maji, yeye kama upepo, ni upepo ambao uliendelea kuwa kwenye maji yaliyowekwa juu ya anga, na aliendelea kuwepo katika chini ya anga. Nimekwambia kwa nini Mungu anataja kwanza giza ndio anataja roho, kutuonyesha kwamba uwepo wa roho ulikuwa ni maalum kuwepo kwa ajili ya kufanya kazi dhidi ya against lile giza. Kwa hiyo kwa sababu Mungu alipotenga maji na maji, bado giza lilibaki, na ndio maana akaumba nuru, akatenga nuru na giza, akatenga na vitendea kazi, mianga miwili, mmoja mkubwa unaitwa jua, mmoja mdogo unaitwa mwezi, na nyota pia, ili vitenge hii nuru na giza ambalo Bwana aliliita mchana na usiku. Lakini pia hii mianga itengeneze majira ya mwaka na nyakati mbalimbali. Basi Roho Mtakatifu, naomba ujue kwamba aliendelea kuwepo katika maji ya juu, katika anga, katika maji ya chini. Na hata Mungu alipokuja kusema maji yakusanyike pamoja, pakavu paonekane, bado Roho Mtakatifu kama wind, kama upepo, aliendelea kuwepo katika uumbaji wote wa Mungu. Yeye roho ya Mungu hapa sasa ikaendelea kuwepo kuhakikisha uwepo wa yule Mungu. Kumbuka ni roho ya Mungu, ni sehemu ya Mungu. Mungu alituumba sisi kwa sura na mfano wake. Kama sisi tumeumbwa katika nature ambayo ili tuwepo hai lazima tuwe na roho. Na hii roho ina sifa kuu moja, ni kuhakikisha tunapumua, ni kuhakikisha tunapumzi. Pumzi tunayoivuta sisi, nitaenda kisayansi kidogo, ndio inayofanya damu yetu mwilini iweze kutembea. Ndio inayofanya ikishirikiana na chakula tunachokula na pumzi ikiwa na oksijeni, vinaenda kufanya chakula kinameng'enywa, chakula kinafyonzwa na damu, damu inatembeza, damu inatengeneza nguvu, mwili unapata nguvu, na hivyo viungo vingine vyote vinafanya kazi. Viwe ni viungo vya ndani au ni viungo vya nje, iwe ni mikono, miguu, macho, kichwa, masikio, chochote, lakini ni matokeo ya pumzi. Kwa sababu roho ya mwanadamu ilimuingia baada ya kuumbwa kwa mavumbi ya ardhi, alikuwa hajakamilika. Mungu alilazimika kumwekea sehemu ya roho, sehemu ya pumzi yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Nitaanzia mstari wa 4. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyesha nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Yako mambo mazuri sana hapa. Siku yake Alethea Time inaendelea. Naamini Mungu atatupa kibali zaidi na zaidi na zaidi. Tutarudi hapa siku moja kwamba sura ya kwanza imeshasema aliumba siku ya kwanza mpaka ya 6, mpaka kaona ni vyema akapumzika. Lakini hapa tunaambiwa mche wa kondeni haujawepo bado, wala mvua haijanyesha bado,
wala hata mtu hawakulima ardhi hayupo. Ipo siku yake, hakikisha ukosi Aletheia time. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kiumbe pekee ambacho tunaambiwa Mungu alishughulika. Mungu alilazimika auloanishe udongo kwa umande, alafu akalazimika kufinyanga, akatengeneza mtu. Bado haikutosha. Baada ya kufanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Nimekuambia roho ni pumzi. Roho ni sawa na upepo. Ili mtu awekewe kitu kinaitwa roho, ililazimika Mungu asitoe sehemu ya pumzi yake, sehemu ya roho yake, aiweke ndani ya mtu. Akampulizia puani pumzi inaitwa ya uhai, na hivyo mtu akawa nafsi hai. Kwa maneno mengine, Mungu akachukua sehemu ya roho yake, akaiachilia iingie ndani ya mwanadamu. Tofauti na viumbe vingine, sio kama vyenyewe havina pumzi. Tunafahamu viumbe hai vyote, sifa za viumbe hai. Sifa ya kwanza, vinazaliwa, si ndio? They come into being. Vinazaliwa hata kama sio kwa kubeba mimba. Lakini pia vinapumua. Vyote, hata mimea ni viumbe hai, vinapumua. Ndege, wadudu, wanyama, samaki, vyote vinapumua. Kwa nini vyenyewe havikupuliziwa pumzi ya uhai na vinaweza kupumua? Uhai vinautoa wapi? Ni kwenye ile roho ambayo nimekuambia, from the very beginning it was there, hovering over the waters. Pamoja na Mungu kutenga na kutenga, iliendelea kuwepo. Kwa Mungu alipokuwa anasema nchi na itoe mimea kila namna, hii roho ilikuwepo, inatia uhai kwenye kile ambacho Mungu anasema kiwe, kinakuwa, kiwe, kinakuwa. Kwa ile roho ya Mungu ilikuwa inaweka uhai kwenye hivi viumbe vingine. Wakati Mungu anaposema mimea, uhai ukaingia. Aliposema watokee ndege wa kila namna ukajaze anga hili, walipokea uhai. Aliposema nchi itoe wanyama wa jinsi zake, hayawani wa mwituni, vilipokea uhai. Lakini si kwa kupuliziwa. Ni uhai wa jumla uliotokana na roho ya Mungu iliyokuwa inatawala. Haleluya. Amen. Aletheia time tunaendelea kuijua kweli ya Mungu, na natamani ujue vizuri. Ni wakati ambao lazima watu wa Mungu tumjue. Maana imetabiriwa kitabu cha Danieli sura ya 12 ya kwamba nyakati za mwisho wamjuao Mungu wao, hao ndio watakuwa hodari. Ni lazima kanisa la Mungu tujipe silaha, tuji-equip kwa kitu kinaitwa maarifa. Watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sisi tuwe na maarifa. Sisi tumjue Mungu wetu. Sisi tulijue neno lake vizuri. Tuzijue siri zake vizuri. Maana wakati umekuja, naam hata sasa upo, wa watu wa kanisa la mwisho tusimame tukiwa tunamjua Mungu. Maana nyakati za mwisho ni nyakati zimeandikwa za hatari. Yesu anasema mtu asiwadanganye. Haya maneno yanarudiwa sana katika unabii wa siku za mwisho, kwa sababu zitakuwa ni nyakati za shetani kuibua maarifa na mafundisho mengi yanaonekana kama mazuri lakini ya uongo. Sisi tuwaliona Mungu wa kweli, lazima tumjue katika kweli yake. Penda kujifunza neno la Mungu. Karibu sana tuendelee, maana kipindi hiki ni kwa ajili yako. Viumbe vyote vina uhai kwa sababu kuna ile roho ya Mungu iliyokuwa inaweka uwepo wa Mungu, iliyotengeneza upepo uliokuwa unaendelea kuwepo katika dunia hii. Maana hakuna mahali tunaambiwa Mungu aliumba upepo. Hakuna. Tunasoma giza, tunasoma maji, tunasoma nchi, tunasoma vyote. Hatuambiwi neno upepo, kwa sababu upepo umeshatajwa kupitia roho. Huyo ndio anaweka pumzi. Aliweka pumzi kwenye viumbe vyote. Mungu alipokuwa anasema viwe hivi, vinakuwa. Viwe vinakuwa, vinapata uhai wake kupitia ile roho ya jumla. Lakini mwanadamu akapewa roho tofauti. Ndio maana nakwambia ziko roho 7 sio moja.
Ya kwanza ni ile iliyokuwa juu ya uso wa maji. Hapa naongelea roho nyingine ya pili, ambayo yenyewe ilikuwa ni pumzi maalum ambayo Mungu alipulizia ndani ya mtu. Mtu akawa nafsi hai. Hahitaji neno roho. Tutasema mafundisho haya ni ya kutengeneza. Wala mimi sina wasiwasi. Mimi ni mwalimu. Twende pamoja, utajifunza vizuri tu. Kitabu hicho cha Mwanzo, wala hatuendi mbali. Sura ya 7. Wakati ambapo mwanadamu ametenda dhambi na Mungu ameamua sasa auangamize ulimwengu wa kwanza. Lakini kwa sababu ni Mungu wa mwenye haki ambaye hata muangamiza mwenye haki na mwovu, akamuona Nuhu wakati ule ya kwamba alikuwa ni mwenye haki. Akadhamiria ya kwamba atamponya Nuhu na familia yake. Na kwa hiyo Nuhu na mkewe na watoto wake 3 na wake zao 3, jumla watu 8, wakaambiwa kutengeneza safina, na kwenye ile safina wakaingia, wakapona na lile gharika. Wao pamoja na viumbe vingine vya Mungu katika jinsi zake zote. Mungu akamwambia Nuhu, utaingiza wawili, mume na mke, ili kusudi kuja kuendeleza kizazi cha hivi viumbe. Lakini pamoja na hayo, Nuhu katika wa viumbe vilivyokuwa safi aliweka 7 ili kuhakikisha anapata pia dhabihu kwa ajili ya Mungu. Lakini tunapewa maelezo ya jinsi gani vile viumbe vilikufa. Sura ya 7, nitasoma kuanzia mstari wa 17. Ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40. Manake ni mvua iliyokuwa inanyesha mchana na usiku, ikaishia kuwa ni mafuriko. Mafuriko yakavuka kiwango cha kuwa mafuriko, yakahamishiwa jina linaitwa gharika. Siku 40. Nayo maji yakazidi, yakaieleza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi. Nisikilize, hapa ndipo napataka. Nimekwambia viumbe vyote vilikuwa vinapewa mwili na hivyo vinaishi, vikiwa vina uhai wa roho ile ya Mungu ya sura ya 1 mstari wa 2. Lakini binadamu yeye ana roho tofauti. Ndio maana yeye ana sura na mfano wa Mungu, na ndio maana ni yeye peke yake anaishi milele. Kumbuka mwanadamu anaishi, hata kama kimwili atakufa, roho yake itaishi aidha jehanamu au mbinguni, lakini inaishi. Ni kwa sababu roho aliyopewa sio roho ya kupotea. Biblia inataja wanyama kama wapoteao, kitabu cha Zaburi, lakini mwanadamu sio kiumbe apoteaye. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu. Hapa unayesoma pamoja na mimi utaona koma. Anasema wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege, na wanyama wa kufugwa, na mnyama wa mwitu, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu. Lakini anapofika kwa mwanadamu anaweka semicolon. Kiswahili tunahitaji semicolon. Funga semi. No. Kadoti juu na kakoma kwa chini. Niwe radhi. Kuna full colon na semicolon. Tunaita. Nisamehe. Unaisoma si unakaona, kaangalie basi na wewe, alafu tuendelee na somo letu. Haleluya. Akifika anaweka semicolon. Semicolon huwa ina kazi gani? Unayesoma lugha, uliyesoma Kiswahili, hizi ni alama zinazotumika kwenye sentence. Tuna full stop au nukta, tuna koma au mkato, tunafunga semi, tunafungua semi, lakini pia tuna hizi tunaita colon. I'm sorry, neno la Kiswahili limenitoka kidogo. Na semicolon. Na alama ya kuuliza, na alama ya kuuliza, na alama ya mshangao. Hizi zote ni alama, na kukumbusha wewe uliyesoma Kiswahili na hata ambaye bado unasoma sasa hivi. Alama hii huwa inamaanisha kilichotajwa huku nyuma tunataka kukitolea ufafanuzi zaidi. Tunataka kukieleza zaidi. Ndio maana anapofika kwa mwanadamu anaweka alama ya semicolon. Mstari wa 22 anasema, kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai
puani mwake kikafa. Viumbe vyote ametaja wanyama, ametaja wa kufugwa, ametaja wa mwitu, ametaja ndege. Lakini kwa mtu anataka kutufafanushia kwamba pamoja na kwamba mtu naye alikuwa ana pumzi kama hawa wengine, lakini yeye ana roho ya uhai puani. Anasema kila sasa kilichokuwa na hiyo roho ya uhai puani kikafa. Kila kilichokuwako katika nchi kavu, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa angani, vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Hapa nilitaka tuelezane vizuri, tuelewe sura ya pili inaposema kwamba Mungu alipompulizia mtu pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sura ya pili mstari wa 7. Kumbe ile pumzi ni roho. Na ndio maana mtu kufa, kitendo cha kufa ni kufanya nini? Ni roho kutoka ndani ya mtu, anabaki vile alivyokuwa. Sura ni ile ile, lakini nimekuambia hii pumzi kazi yake huwa ni kuingiza hewa inaitwa oxygen. Hewa ya oxygen ndio inaenda kufanya mambo. Damu inatembea, figo zinafanya kazi, maini yanafanya kazi, moyo unadunda na vinginevyo vyote, na wewe unakimbia, unaenda au kanisani kumwabudu Mungu au unaenda kwenye wizi, vyovyote vilivyo. Lakini ni pumzi ya uhai wa Mungu inakupa kiburi. Tujifunze kumpenda na kumshukuru Mungu, sababu hakuna tulicho nacho bila yeye. Hii pumzi ndio inatupa kuwa tulivyo. Ndio inaniwezesha hata mimi hapa kuongea. Na naomba Mungu anisaidie. Sijui kama ni kipindi cha leo, lakini kipindi kingine nitakuja kukwambia hata tendo la kuongea ni tendo la mbadilishano wa pumzi. Fanya tu zoezi, ongea chochote, hata itika ame. Utakuta kuna pumzi imeingia na pumzi imetoka. Bila pumzi huongei, na kuhakikishia huwezi tamka neno bila pumzi. Sasa hii pumzi ndio hiyo huwa inakata pap. Ndio maana hakuna aliyekufa anaweza kuvuta pumzi. Tukiona tu hata ni maiti imeshafanya tu, hata kama imefumba macho imetulia, alafu ni nesi au ni yule mhudumu wa mochwari, akiona tu kuna kitu kinafanya, huwa anakimbia, anasema huyu mtu hajafa, huyu mtu yuko hai. Kwa nini? Kavuta pumzi. Kumbe roho ya mtu hata kama hatuioni, hata kama haishikiki, lakini unaweza ukaitambua kupitia pumzi, kwa sababu kimsingi roho ni pumzi. Nimekwambia roho ni kama upepo, ni kama wind, ni kama upepo. Na kwa hiyo aliye hai anavuta pumzi. Aliyekufa aliyekufa hawezi kuvuta pumzi. Alethea time inakujia na mambo ni mazuri na muda wangu ni mchache. Yani nakupenda mpendwa wangu, naomba tuvumiliane, naomba unitie nguvu. Natamani ndio tunapata hata masaa 2, 3 tunajifunza mpaka tunasikia tumeshiba. Saa moja haitoshi. Lakini Mungu akubariki kwa kuwa pamoja na sisi. Namba zetu ni zile zile, na bado sijaona kama nina sababu za kukupa nafasi ya kupiga simu. Labda tu binafsi, lakini andika chochote kwenye message. Lakini bado kuna msingi naendelea kuweka. Kuna kitu kizuri naendelea kukifanya, na ninasikitika tu muda wangu bado ni mchache. Lakini leo umejifunza kwamba roho, kumbe mpaka sasa hivi tumegundua kuna roho 2 tofauti ambazo zinatenda kazi, na tumeziona kitabu cha Mwanzo. Roho iliyokuwa juu ya uso wa maji, na roho ya pili ni roho ya uhai. Roho ya pumzi ambayo Mungu alipulizia ndani ya kiumbe kimoja tu katika vingi alivyoumba kwenye siku zile 6 za uumbaji. Ni kiumbe kimoja tu alikipa heshima ya kushiriki utu wake. Aliposema na katika sura na mfano, heshima aliyoweka katika hilo neno ni kuruhusu pumzi yake mwenyewe ndio iwe pumzi ndani ya mwanadamu. Na hivyo mwanadamu akawa nafsi hai. Ili neno hai ndio tunaona sasa linampa nguvu mtu hata baada ya roho kutoka katika huu mwili. Nimekwambia mwili utauona
japo macho yatashindwa kufumbuka kwa sababu ni pumzi inayofanya macho yakafumbuka. Mara nyingi macho yanafumba, lakini mkitokea marehemu amekufa macho yamefumbuka, watu huwa wanasaidia kumfumbisha macho kwa sababu uwezo wake wa kufumba haupo tena, uwezo wa kufunga mdomo hana tena, uwezo hata wa kurudisha mkono kama alikuwa ameweka hivi kurudisha hana tena. Na kwa hiyo tunaiona nguvu ya roho ya uhai au ya pumzi ya uhai ndani ya mwanadamu. Mungu akatushirikisha hiyo heshima. Wakati mwingine Mungu akitupa kibali, nitakuletea maandiko yanayoendelea kuonyesha jinsi hii pumzi ya uhai ambayo Mungu ameiruhusu ndani ya mwanadamu ilivyo sehemu ya roho yake yeye mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Basi nakushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo. Muda wangu umeishia hapa, na ninaomba nikuage kwa furaha ya kwamba tutakapokuja kipindi kijacho tutaanza kuona utendaji kazi wa hii roho ya Mungu katika historia ya watu wa Mungu. Kumbuka Adamu alipoasi, aliondolewa kwenye bustani ya Edeni. Huwa tunasema alifukuzwa kwenye uwepo wa Mungu uliokuwa katika ile bustani. Lakini kumbe Mungu hakumwacha kabisa. Roho yake iliendelea kuwa na kizazi cha Adamu, kuanzia yeye mwenyewe nje ya bustani ya Edeni mpaka wanaye kina Habili. Tunawaona wana vitu vya Mungu, ijapokuwa wametenda dhambi, wameuza haki yao ya uzaliwa au wana wa Mungu, lakini wana kitu ndani mwao kinaendelea kuwafundisha mapenzi ya Mungu, kinaendelea kuwafundisha njia za Mungu. Ndio maana Habili anajua kutoa sadaka, na anajua kutoa sadaka njema, na Kaini anajua kutoa sadaka, lakini anaamua kutoa sadaka mbovu. Mungu anachagua mwenye haki katikati yao. Tunamuona Sethi, mtoto wa Adamu, naye anazaliwa anajua kuliitia jina la Bwana. Imeandikwa kuanzia wakati wa Sethi ndipo watu wakaanza kuliitia jina la Bwana. Tunaona vizazi vinaendelea, hatimaye anazaliwa Nuhu naye anajua mapenzi ya Mungu. Nini kinamfundisha habari za Mungu? Nini kinamuonyesha njia ya kuendea pamoja na Mungu? Ni Roho Mtakatifu, ni roho ya Mungu iliyokuwa inaendelea kutenda kazi. Kumbuka sasa muda huu hapa Nuhu ana roho ya pumzi ya uhai inafanya kazi ndani mwake, inampa kuwepo duniani na kuwa hai, na kuna roho ya Mungu iliyokuwa inaendelea kutenda kazi kama upepo katika uso wa nchi, nayo ipo ikiweka uwepo wa Mungu. Na hivyo Nuhu akaendelea kumjua Mungu, akaishi maisha ya haki, na hivyo akazaa wokovu kwa ajili yake na familia yake. Lakini tutawaangalia na watumishi wengine wa Mungu. Tutamuona Ibrahimu ambaye yuko kwenye nchi ya wapagani, lakini cha ajabu anasikia sauti ya Mungu ikimwambia Ibrahimu, toka kwenye watu wako na wazazi wako na kila kitu chako, nenda mpaka nitakapokuonyesha. Nani aliyekuwa anamsemesha Ibrahimu? Ni Mungu. Biblia inasema ni Bwana. Lakini mimi nakwambia Bwana alikuwa anasema kupitia Roho yake Mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu ndiyo sauti ya Mungu ya kusema na mtu. Hata Yesu alijua hamtaweza kumsikia Mungu, hamtaweza kufanya chochote mpaka mpokee hii Roho. Ibrahimu anapokea maelekezo, anaweza kusema na Mungu, anaweza kuongea na Mungu, anaweza kupewa ndoto, anaweza kupewa maono, anaweza kufanya haya na yale. Naomba nisikumalizie utamu wa kipindi kijacho. Mungu mwema kubariki sana. Naitwa Bishop Florence Ndaki, nikikuletea Aletheia Time, saa ya kweli, saa ya baraka, saa ya ushindi. Na mimi nasema neno la Mungu kama lilivyo hai na lenye nguvu, kwa kadiri ulivyolisikia leo, Bwana kutembelee kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kadiri lilivyoingia masikioni mwako, maana Yesu akasema maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Yesu mwenyewe anatuambia maneno yake ni roho. Hiyo roho uliyoisikia, iliyoingia ndani mwako kupitia maneno ya leo ikuponye kwa jina la Yesu Kristo, ikutie nguvu kwa jina la Yesu Kristo, ihusike na haja za moyo wako, ikahusike na chanzo cha tatizo lako, na ikupe ushindi na zaidi ya kushinda. Bwana akupe amani na furaha, akulinde na mabaya yote. Korona haina kitu kwetu, tutakuwa wazima na washindi, na magonjwa mengine yote yakawe mbali nawe. Tuonane Jumamosi ijayo katika Aletheia Time, tuendelee kuzijua siri za Roho wa Mungu. Nakupenda sana. 0743030020 na 0676660155 ni namba zetu. Hebu niambie kitu kule, tutaendelea kuwasiliana na Mungu akubariki. Kumbuka YouTube tutapata kipindi hiki vizuri kabisa kwenye akaunti ya Bishop Florence Ndaki. Bye bye. Bwana akubariki na akuzidishe. Amen. Aletheia Time. Aletheia Time, saa ya kweli.
Kwa vipindi vizuri vya mafundisho ya neno la Mungu, subscribe channel yetu Visikupite, share, like na kukomenti.